sisi vijana ndio walinzi wa nchi hii. Hatuna Marekani nyingine. Marekani yetu ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na Mwenyezi Mungu hakukufanya wewe uzaliwe Tanzania kwa bahati mbaya. Kama upo hapa, umezaliwa kwenye nchi hii, tuna wajibu wa kulinda bendera ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuna wajibu wa kuwalinda viongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vijana, tusikubali kushawishiwa kwa namna yoyote ile. Tusikubali mtu yoyote kufanya mzaha wa aina yoyote ile, iwe ya kuzungumza kwa matani au kwa kumaanisha kuhusu amani na usalama wa taifa hili. Tusikubali. Zipo nchi zilikuwa zinaishi raha mustarehe. Zilikuwa nchi za kutolewa mifano hapa Afrika kwa maendeleo na uchumi. Kuna nchi tulokuwa tunaionea wivu sisi wasomi kama Libya. Libya ya Muammar Gaddafi. Wakaja watu wakawagawa, wanasema wagawe ili watawale. Divide and rule. Wakawagawa, wakawapandikiza chuki. Leo Libya iko wapi? Mkiharibu amani ya nchi, itachukua zaidi ya miongo kuhakikisha hiyo amani inarudi na utulivu unarudi. Nataka niwaambie, kuijenga amani ya nchi unaweza ukachukua zaidi ya miaka 100, lakini kuiharibu amani ni dakika 1 tu. Twendeni barabarani tukaenda, fanyeni vurugu ukafanya. Hiyo amani unayoipata, ukaamka, ukavaa, ukasalimiana na familia kwa furaha na upendo, ukaagana na mkeo kwa bashasha, ukaenda kazini, ukafanya kazi, ukapata na nguvu ya kula, ukarudi. Hiyo amani ikipotea, na waambia kabisa vijana wenzangu, hizo raha na hizo moment hazitakaa zitokee. Kuna nchi za wenzetu hata kuzaa wanashindwa. Ukitaka kukutana na mkeo, bomu hilo pu, hujatulia huku pu, hujatulia kule pu. Ndugu zangu, msifanye masihara na amani ya taifa hili. Naombeni tuendelee kuenzi falsafa ya baba wa taifa, kwamba tuna wajibu kama vijana wasomi wa kulinda amani na hatima ya taifa hili. Tubishane kwa hoja, lakini tusibishane kwa mlengo wa kuvuruga amani ya taifa hili. Mtu yoyote anaweza kusimama mbele akahamasisha kutoweka kwa amani. Huyo sio mwenzetu, kwa sababu anaweza akachochea mtu mmoja, ila madhara yatatupata wote. Sisi kama wasomi tunatakiwa tuwe namba 1 kwenye kureason. Sisi wasomi tunatakiwa tuwe namba 1 kwenye kuwa na logic, si ndio? Tuwe na fact, si ndio? Tuwe na data, si ndio? Tukajenge hoja, tukabishane kwa hoja. Lakini mlengo wa kujenga hoja na kubishana kwa hoja kusiwe mlengo wa kuipasua hii nchi vipande vipande. Kama ambavyo tumekabidhiwa nchi hii kwenye mikono salama, ni lazima kama vijana wasomi tuhakikishe tunaiacha nchi hii ikiwa kwenye mikono salama. Na kwenye safari hii ya kuilinda amani, anayetutania hatucheki naye, hatucheki na yoyote. Tunaulinda wetu moyo. Na ukiona
Ukiona mtu anashikilia bango, hebu muangalie kwanza utaifa wake. Maana inabidi tukutilie mashaka na utaifa wako. Wewe ni Mtanzania mwenzetu kweli? Maana unaweza ukawa umezaliwa Tanzania lakini una uraia wa nchi nyingine.